Sasa katika hadithi ambayo tumesoma, wao walipotafsiri neno ashabi ashabi, Mtume alisema masahaba zangu masahaba zangu, wakasema innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, hakika wewe hujui walizua nini kabla yako au baada yako. Hilo jambo mtu jawabu lake tukasema kwamba mradi wake ni ummati, kwa sababu limetafsiriwa katika hadithi nyingine, yani ummati ummati, huu ndio mradi, kwa sababu ummu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio wafasi wake, wafasi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio ashabuhu na ndio umma wake. Lakini tujalie ndio hivyo, kama kulna qablu fi darsi sabiq, tujalie kama ndio hivyo, kama ashabi ashabi, kama muradi wake ni masahaba zake, ni masahaba zake. Wale watu watakaozuiwa, tunasema hao watu watakaozuiwa sio Abu Bakari wala sio Umar wala sio Uthman wala sio Ali wala sio Muawiya wala sio Khalid ibn Walid wala sio Abu Musa al-Ash'ari wala sio Abdullah ibn Amr ibn al-As wa hakadha, sio wao. Laysa haulai, mradi wake ni wale ambao walirtadi baada ya Mtume, yani baadhi al-a'rabi, baadhi ya mabedui ambao walirtadi baada ya Mtume, na ikawa kuna vita ambayo iliitwa harbu ridda. Kulikuwa na harbu ridda baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, vita ya kupigana na watu ambao walitoka katika Uislamu baada ya kufa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alipopambana kidume Abu Bakar as-Siddiq, siddiqu hadhihi al-umma, akapambana kwa kushirikiana na masahaba, na yeye akiwa ni kiongozi wa masahaba, kuwarejesha wote waliochomoka katika Uislamu kwamba lazima warudi. Wale ambao walikataa asli al-Islam, wale waliokataa kutoa zaka, wale waliokataa mambo mbalimbali, wale waliomwamini Musailimatul Kadhab, wale waliomwamini Tulaiha wama ila dhalika, waliomwamini Al-Ansi kama ni nabii. Abu Bakar akasimama kidete kuwarudisha wale waliortadi kwamba lazima warudi katika Uislamu, na wengine wakafa hali ya kuwa ni murtadin. Aqallu shay, kwa nini mashia wasitafsiri hiyo hadithi kwa wale waliortadi? Na historia inasema na iko wazi, na vita ya ridda au ghazwatu ridda au harbu ridda inajulikana katika tarehe, na wao mashia huwa wanajidai kwamba wanajua tarehe. Tusome tarehe, unajua tusome historia bwana. Nyinyi hamjui historia. Of course hatujui historia, nyinyi ndio mnajua. Sasa ndo hii hapa historia kwamba baada ya kufa Mtume kweli kuna watu ambao walirtadi, lakini kuna pia watu ambao walipambana kuwarudisha. Nao ni akina nani? Ni akina Abu Bakar na wenzi wake ambao walipambana wakawarudisha. Na kwa hali hiyo kuna riwayati mbalimbali katika vitabu vya Ahlus Sunnah wal Jamaa, kutubul muslimin, na vitabu vyenu pia tumepokea baadhi ya riwaya ambazo Ali ibn Abi Talib ambaye mnamkubali kwamba alikuwa akiwasifu akina Abu Bakri na Umar na Uthman na masahaba kwa ujumla, na hasa Abu Bakri na Umar. Wa min dhalikum, yale aliyopokea kashful qita, lakini pia yanapatikana pia katika sharh Nahj al-Balagha ya Ibn Abi al-Hadid. Sharh Nahj al-Balagha ya Ibn Abi al-Hadid anasema kwamba wa hina raa anna al-khalifatain, na alipoona Ali ibn Abi Talib kama makhalifa wawili, ani al-khalifata al-awwal wa thani,
anasema na kusudia khalifa wa kwanza na wa pili, yani Abu Bakari na Umar. Badala aqsa aljuhud fi nashri tauhid, wametoa juhudi ya hali ya juu ya kuitawanya tauhid, wa tajhizi aljunud, na kuandaa majeshi ya kwenda kupigana na waovu, kuusambaza Uislamu na kuutawanya maeneo mbalimbali, wa tawsihi alfutuh, na kuipanua zile futuhatu lislamia, funguzi za Kiislamu katika miji mbalimbali. Walam yastathira walam yastabidda, na wakawa hawajajipendelea madaraka wao kwa wao, au wakaona rai, wakawa hawashauri wenzao, wakawa wanashauriana na wenzao, wanashirikiana nao katika rai. Alipoona kwamba jambo lao liko hivyo, wanasimamia yale yale aliyoyasimamia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, hapo sasa Ali ibn Abi Talib bayaa wa salama, alitoa bai'a na akajisalimisha, akawa chini ya utawala wa Abu Bakari na Umar, yani kwa maana akashiriki katika utawala. Na hii ikiwa tutakuwa tunasema kwamba Ali alichelewa kutoa nini, alichelewa kutoa bai'a, ikiwa tutasema masala haya. Pia anaendelea Kashful Ghita, anasema faqala amirul mu'minin Ali ibn Abi Talib, Ali amirul mu'minin akasema, famashaitu inda dhalika ila Abi Bakri, sasa nilipoona kheri inatendeka, Uislamu unafunguliwa, miji na Kiislamu inafunguliwa, sehemu ambayo ilikuwa haina Uislamu umefika, watu wa ridda wanapigwa vita, wengine wanarudi, wengine wanakufa katika dhalala, Waislamu wapya wanaingia, Uislamu unafika mbali. Hapo Abu Bakari anasema nikaenda kwa Abu Bakri, fabayatuhu, nikampa bai'a, wa nahadtu fi tilka alahdath, na mimi nikasimama katika hayo mapambano, katika hayo matukio yaliyotokea zama za Abu Bakari, na mimi nikasimama nikashiriki. Hatta zagha albatil wa zahaq, mpaka batil ikaondoka na ikaisha kabisa kupitia utawala wa Abu Bakr na Umar. Wa kanat kalimatullahi hiya al-ulya walau kariha al-kafirun, neno la Allah subhanahu wa ta'ala likawa juu hata kama watachukia makafiri. Fatawalla Abu Bakr tilka al-umur, Abu Bakari akatawalia mambo hayo, mambo ya ukhalifa, akawa ni kiongozi wa Uislamu. Wasaddada, Abu Bakari akapatia haki, akafanya sawa. Waqaraba, akawakurubisha watu katika kheri. Waqtasada, na akafanya uadilifu. Sasa kwa kuwa Abu Bakari amefanya mambo ya kheri haya, amepatia haki aliyokuja nayo Mtume, amewakurubisha watu katika haki, lakini si hivyo tu, amekuwa ni mwadilifu. Fasahibtuhu munasihan, mimi nikasuhubiana na Abu Bakari hali ya kuwa ninamnasihi, nikawa naye, yeye ni kiongozi na mimi kama waziri. Fasahibtuhu munasihan wa ata'tuhu fima ata'a Allahu fihi jahidan, na nikamtii kwa yale ambayo anamtii Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa ni mwenye kujitahidi. Haya yapo katika aslu shi'ati wa usuluha, kuanzia ukurasa wa 123 hadi ukurasa wa 124. Pia miongoni mwa riwaya hapo, Ali anamsifia nani? Abu Bakar na Umar, kama tulivyoashiria katika darsa iliyopita, riwaya aliyoitaja Al-Hafidh Suyuti. Al-Hafidh Suyuti katika Tarikh al-Khulafa lis-Suyuti, katika pale alipokuwa anazungumzia As-Suyuti, ameweka faslun nubdhatun min akhbari Ali,
Yani katika ile tarikh al-khulafa ameweka faslun nubdhatun min akhbari Ali. Anasema As-Suyuti amepokea riwaya kaitaja kwa isnadi yake, akasema qala rajul li Ali ibn Abi Talib, mtu mmoja alimwambia Ali ibn Abi Talib, nasma'uka taqulu fi al-khutbah, tunakusikia wewe unasema katika khutba, Allahumma aslihna bima aslahta bihi al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyin. Huwa tunakusikia mara kwa mara kwenye khutba unasema kwamba ya Allah, tunakuomba sisi tutengamae, utuongoze kama vile ulivyowaongoza makhalifa waongofu wenye kuongoka. Watu wakamuuliza, hao makhalifa waongofu wenye kuongoka au wenye kuongolewa ni faman hum, ni akina nani? Yani Ali mara kwa mara akiwa katika al-khutba al-minbariya na katika munasabati mbalimbali akiomba dua, amuomba Allah, ya Rabbi, tuongoze na ututengeneze, tutengamae kama ulivyowatengamaza na kuwaongoza wale al-khulafa ar-rashiduna. Sasa hao al-khulafa ar-rashiduna ni akina nani? Hao ambao Allah ameongoza. Hapo Ali radhiyallahu anhu akawaambia, hum habibai, hawa ni vipenzi vyangu viwili, Abu Bakri wa Umar. Ni Abu Bakri na Umar. Huyu Abu Bakri na Umar ni imam al-huda, ni viongozi wanaowaongoza watu katika kheri, katika uongofu. Wa shaykh al-islam, na ni mashekhi wa Kiislamu. Wa rajula Quraishi, na ni wanaume wawili ambao ni katika kabila la Quraish. Wal muqtada bihima ba'da rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, na huyu Abu Bakri na Umar ndiyo ambao wanaofatwa baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hiyo ni misdaq ya kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin. Sasa Ali anasema wanaofatwa sunna zao pia ni huyu Abu Bakri na Umar baada ya Mtume. Sasa nini faida ya kumfuata Abu Bakri na Umar, ukamfanya kwamba Abu Bakri na Umar ndio viongozi wako, ukamfanya Abu Bakri na Umar ni mwenye kushikamana na sunna zao? Ali anasema man iqtada bihima usim, mwenye kuwafuata Abu Bakri na Umar atakingwa na makosa, atakingwa na kuingia katika upotevu, atakingwa na dhalala. Man iqtada bihima usim, mwenye kuwafuata hawa Abu Bakri na Umar atakingwa na kuingia katika bid'a, uzushi, kupotea, wama ila dhalik. Waman ittaba'a atharahuma hudiya as-sirata al-mustaqim, na mwenye kufuata athari za Abu Bakri na Umar ataongozwa njia iliyonyooka. Waman tamassaka bihima fahuwa min hizbillah. Allahu akbar. Na mwenye kuwafuata hao Abu Bakri na Umar akashikamana na Abu Bakri na Umar atakuwa ni katika hizbi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ala inna hizballahi humul muflihun, tambueni kwamba hizbi ya Allah na kundi la Allah ndio ambao watakuwa ni wenye kufaulu. Haya amesema As-Suyuti alipokuwa anaelezea ukhalifa wa Ali ibn Abi Talib, akawa ameweka faslun nubdhatun min akhbari Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Lakini si hivyo tu, akamsifia Umar peke yake Ali ibn Abi Talib, kama ilivyokuja kwenye kitabu chake Nahjul Balagha, ambacho kitabu hicho kinanasibishwa na Ali. Yani zile riwaya
ambazo katika Nahji al-Balagha Mashia Rafidha wanazinasibisha na Ali ibn Abi Talib. Anasema Ali lillahi biladu fulan, yani ni kalimatu ni'ma, yani kalimatu madh, kwamba ubora wa mtu fulani. Na kama walivyotafsiri wale ashurah, kama walivyotafsiri Ibn Abi al-Hadid na Muhammad Abda na wengineo, wakatafsiri kwa maana hapa Ali alikuwa anamzungumzia Umar ibn al-Khattab, kwamba ubora wa Umar faqad qawwama al-awad, huyu Umar amenyosha vitu ambavyo vilikuwa vimepinda pinda, yani sehemu ambazo zilikuwa zimepinda Umar amekuja akazinyosha. Wadawa al-amad, na Umar ameponya maradhi. Watu wengi ambao walikuwa na maradhi au maeneo mengi ambayo yana maradhi, Umar kayaponya, katoa tiba yake. Ilete hiyo hadithi, akasema itakapokuwa imetokea fitna kati ya mke na mume nyumbani, basi hiyo fitna yukafiruha imma salata aljamaa au rak'atayn fi almasjid, au kama qala, kwamba itaweza kufutwa na madhana, itaweza kufutwa na ibada, imma salatu aljamaa au swala au rak'atayn au almashwi ila sala, au kutembea kutoka nyumbani kuja msikitini. Hayo mambo yatafutika. Ugomvi wa mwanamume na nani na mwanamke. Umar akasema mimi sikusudii hilo, sikusudii haya mambo madogo haya, majungu vineno ambavyo vinakuwa nyumbani, na kusudia ile fitna ambayo yani inatingisha Waislamu, inavuma. Hudhaifa akamwambia hiyo haikuhusu ya Amira al-Mu'minin, hiyo haikuhusu wewe. Umar wakawa ameelewa hainuhusu vipi, akasema hiyo wewe haitokupata, kwa sababu Hudhaifa alikuwa akiuliza hadithi, mfano wa hadithi za nini hizi za fitna, hadithi ambazo zinahusiana na shari. Akasema wewe ndiyo mlango wake, yani wewe Umar ndiyo mlango wa hiyo fitna. Umar akasema na ufungua au na uvunja? Hudhaifa akasema unauvunja, kwa maana ule mlango utapasuka, yani kufungua kwa maana nikifa ndo fitna itakuja. Huyo akamwambia hapana, bali wewe mwenyewe utauawa. Wewe mwenyewe si kama utakufa tu, wewe mwenyewe utauawa. Kule kuuawa kwako basi ndo fitna inafanyaje, mlango wa fitna unapasuka, basi fitna zinaanza. Na kweli Umar akawa amefahamu kwamba yeye hatakufa kawaida, bali hadi ilivyo atakufa, atauawa. Na akatokea yule bwana ambaye alikuwa ni mtu kutoka Faris, amemuua yule al-Majusi, amemuua Umar radhiyallahu anhu. Kwa hiyo wahalafa alfitna wa khalafa alfitna, kule kufa kwake Umar inatokea fitna, kwa sababu uwepo wa Umar fitna haitokei. Dhahaba naqiya thawb, Ali anasema Umar ameondoka, amefariki hali ya kuwa matendo yake yako safi. Athawb hapa ni ala amal, yani ile wathiyabaka fatahhir ay a'maluk, kwa maana ameondoka hali ya kuwa matendo yake yako safi. Qalila al-aib, ana dosari kidogo. Qalila al-aib, Umar amekufa hali ya kuwa ana dosari kidogo. Aswaba khairaha, amepata khairi za umma huu. Aswaba khairaha, amepata khairi za umma huu. Wasabaqa sharraha, na akawa ametangulia ile shari yake, ile shari ya umma haikumpata Umar. Adda ila Allahi ta'ata, ametekeleza kwa Allah utiifu wake. Na maana Umar alikuwa ni mtu wa ibada. Wattaqahu bihaqqi, na akawa amemcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa haki yake. Angalia, hizi ni sifa za Umar ambazo anasema nani? Anasema Ali ibn Abi Talib, zimepokelewa katika sharh Nahji al-Balagha, ni mujallad wa 10 ukurasa wa 3.
Pia anasema Ali ibn Abi Talib anawasifia masahaba wote wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, jambo linaloonyesha kwamba masahaba wa Mtume hawakufuru. Siku moja Ali ibn Abi Talib amewaambia watu wa Kufa, akiwaambia hili wanafanya lile, akiwakataza hili wanalifanya. Sasa wakamsumbua kweli kweli, akawasema sana. Baada ya kuwasema katika mtiririko wa maneno mpaka akafika akasema, laqad raaitu ashaba Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi, mimi nimewaona masahabu wa Mtume sallallahu alayhi wasallama, fama ara ahadan yushbihuhum, na katika riwaya fama ara ahadan yushbihuhum minkum, sioni mtu yoyote ambaye anafanana na masahabu wa Mtume katika nyinyi. Yani mimi nimeona masahaba wa Mtume na nimekuoneni nyinyi. Masahabu wa Mtume hakuna yoyote ambaye anafanana nao katika nyinyi. Walikuwaje hawa masahaba wa Mtume? Anasema radiyallahu anhu, laqad kanu yusbihuna shu'than ghubran, laqad kanu yusbihuna shu'than ghubran. Wao masahaba wakiamka asubuhi nywele zao zinakuwa timtimu, wanakuwa na vumbi. Waqad batu sujadan wa qiyama, kwa hakika wao wamelala hali ya kuwa wamesujudu, hali ya kuwa wamesimama, wanaswali lillahi azza wa jalla. Yurawihuna baina jibahum wa huduruhum, wao mara wanalala wamesimama, wengine hali ya kuwa wamesujudu, wengine wamerukuu, mara wanasoma Qur'ani, mara wanafanya ibada. Kwa maana wanafanya ibada mukhtalifa, ibada tofauti tofauti. Wayaqifuna ala mithli aljamri, na wanasimama wakiwa kwenye ibada zao, wanasimama wakiwa wanaswali kama vile mtu amesimama kwenye kaa la moto. Wakiwa wanaswali lillahi azza wa jalla ni kama vile mtu amesimama kwenye kaa la moto. Min dhikri maadihim, hali ya kuwa yani kutokana na kule kukumbuka ule mwisho wao akhira, kukumbuka akhira, kwamba akhira itakuwaje. Wanasimama kwa uoga kama vile mtu amesimama kwenye kaa la moto. Sheikh, kaanna bainahum au kaanna baina ayunihim rukabal mi'za, ukiwatazama kana kwamba kwenye nyuso zao au kwa katikati ya macho yao kuna ile sugu au zile athari ambazo zinapatikana kwenye magoti, yani kuna zile alama za kusujudu, ule wingi wa kusujudu. Min tuli sujudihim, kutokana na ule urefu wa kusujudu kwao usiku wakiwa na swali. Masahaba wa Mtume walivyo, anatuambia Ali radhiyallahu anhu, idha dhukira Allahu hamalat a'yunuhum, akitajwa Allah subhanahu wa ta'ala macho yao yanalia. Wakisikia Allah subhanahu wa ta'ala anatajwa wanalia. Masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha dhukira Allah hamalat a'yunuhum hatta tabulla juyubuhum, wanalia mpaka nguo zao, hii sehemu ya mbele hii inakuwa inalowana machozi, wanalia. Wamadu kama yamidu shajar, utawakuta masahaba katika ibada wanatingishika, mara amerukuu, mara amesujudu, mara amesimama, wanatingishika kama vile unavyoona mtu unavyotingishika yauma rihi al-asif, siku ya upepo ambao unakuwa ni mkali. Yani namna unavyokuwa unaona upepo na mtu unabadilika unatingishika, na wao ndivyo walikuwa wanatingishika. Mara mtu amesujudu, mara mtu amesimama, sami Allahu liman hamida, Allahu akbar, amesujudu. Wao wanafanya ibada masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa hizi ibada wanazifanya kwa unafiki, wanazifanya kwa riya, wanazifanya kwa ajili ya nini? La, Ali anasema khaufan min al-iqab, wanafanya ibada kwa sababu ya kuogopa adhabu, wa rajaa li-thawab, na kwa sababu ya kutaraji thawabu za Allah subhanahu
wa ta'ala. Haya maneno yameyasema Ali ibn Abi Talib au yamenasibishwa kwake katika Nahji al-Balagha ukurasa 144. Sasa almuhim, haya ni maneno ya Ali. Yapo kuna baadhi ya maneno ya Ali kuwasifia masahaba yanapatikana kwenye kutubu al-Islam, vitabu vya Uislamu, na mengine yanapatikana katika vitabu vyao wenyewe Mashia. Sasa kwa nini Mashia hiyo hadithi ya kwamba ashabi wanawabebeshia masahaba? Kwa nini wanawabebeshia masahaba? Hii ni kuonyesha kwamba yote hayo ni zile itikadi potofu ambazo wao wamezibeba, na wakawa kwa sababu hiyo wana chuki dhidi ya masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam.